Ilikuwa mtihani kidogo. Tunashukuru Mungu sana kupata neema ya kusimama mbele yenu na kutoa neno ya Mungu. Amen, amen. Ni occasion yenye Mungu anatufia. Na mkutano wetu iko na term ambao iko intitulé kijana Mkristo wa leo na maendeleo kwa kanisa lake. Amen. Wenye walikuwa jana nadhani walisikia mengi kuhusu kijana, kuhusu Mkristo, kuhusu leo na kuhusu maendeleo. Maana yenyewe maendeleo ilimaanisha sababu mtumishi alisema jana, kupiga hatua mbele, kuingilia mabadiliko, maana zile zitaja, lakini hatuko pale. Hata tukapeleke kitu fulani hapa kabla tuingie katika somo letu. Tufahamishane kuwa nguzo za maendeleo ni roho na akili. Amen. Amen. Tunapaswa kufahamishana kuwa nguzo za maendeleo ni roho na akili. Kabla ya mengine, acha tusome neno la Mungu kisha tuendeleshe mengine. Msomaji mwenye kuwa na Biblia ya Swahili ya nzuri ya Kongo atusaidie. Mwenye wa Biblia ya Kongo ndio atusaidie. Asome Marko, Injili iliyoandikwa na Marko sura 6 aya 34 na adesha 36 na wengine tayari Matendo ya Mitume 26:13 adesha 15. Injili ya Marko 6:34 mpaka 35. Karibu kwa msomaji kama yuko tayari. Marko 6:34 hadi 35 na 6. Neno la Mungu linasema hivi: Yesu alipofika kando ya bahari, aliona makutano makubwa ya watu, akawahurumia, kwa maana walikuwa kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. Kwa hiyo akaanza kuwafundisha mambo mengi. Mchana ulipokuwa umeendelea sana, wanafunzi wake walienda kwake, wakamwambia, mahali hapa ni nyikani, nazo saa zimekwenda sana. Waje watu ili waende mashambani na vijiji jirani wakajinunulie chakula. Amen. Amen. Acte des Apôtres 26:13-15. Samani mpate mikrofoni kabisa kubwa hii. Matendo. Chukua mikrofoni baba. Matendo ya Mitume 26:13. Naweza nipate? Ndio. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Ilikuwa yapata adhuhuri, mfalme, nilipokuwa njiani, niliona nuru kutoka mbinguni, kali kuliko jua, iking'aa kunizunguka pande zote, mimi na wale niliokuwa pamoja nao. Amen. Amen. Tunasikia maneno ya Mungu pale Acte des Apôtres chapitre 26:13 jusqu'à 15. Ndio kinatukumbusha kwamba kuhusu Paulo, ambao leo tunamuita Paulo lakini alikuwa Saulo zamani. Inatuonesha namna gani alikuwa na ojeo mbele ya mfalme. Alifungwa gerezani, mekawa na ojeo sasa. Kila prisonia wakifunga wanampa muda ya kusambishwa na wamsikilize. Ndio anakuwa anaambia mfalme, ilikuwa yapata muda fulani hivi, tulikuwa na kundi la ndoto mbele, ghafla tukakutana na wingu kubwa, mwanga kubwa ambao ilijitokeza, na neno la Yesu Kristo likatoka ndani ya hiyo mwanga ikisema, Saulo, Saulo, kwa nini unanitesa? Amen. Inatamani kusema nini? Maendeleo ni mabadiliko njema. Amen. Unatoka katika hii hatua unaingia katika hatua nyingine. Mtu mwenyewe anakuja hapa kanisani, ama mtu mwenyewe anahubiri anakuambia maendeleo tunapoteza kanisa, mwambie wewe tunapoteza kanisa. Interpretation ya maendeleo ndio inaanza fanya wewe tuone kama watu wakiendelea maana wanapoteza kanisa. Lakini kujua kila kwamba maendeleo ni kupiga hatua, ni kutoka nafasi moja unaingia nyingine nafasi. Tena haiko nafasi mbaya, unatoka kuna nafasi ya chini unafikia kuna nafasi ya juu. Mungu atusaidie. Amen. Amen. Maendeleo ina namna mbili. Kuna maendeleo ya roho na maendeleo ya mwili. Ile tutambue. Maendeleo ya roho inalenga mambo ya roho, na maendeleo ya mwili inalenga mambo ya mwili. Katika maendeleo ya mwili
Ndio tunakuta maendeleo ya mwili inalenga nini? Ustawi wa kijamii, le bien-être social. Mtu anapaswa ishi fasi nzuri, anapaswa tunzwa vizuri, anapaswa kula chakula kizuri, anapaswa kusoma masomo ya mzuri, ustawi wa kijamii. Ile ndio unaendelea. Unasomesha mtoto fasi ya mzuri ni amani. Pana kusomesha mtoto fasi wapi tunaenda fanya visiti. Tunakuta hata kiti hakuna. Tunasema hapa hata mimi ndio mtoto ningefanya shida ndio mama. Na niko nasomesha ule shamba. Angesomea bali. Mwika na wewe tena somesha mtoto kwa ajili. Mimi kubile sisi tulisomeaga na tutana sisi kwenda kata maboro mwa hivi mtoto katika mananziki. Bilishapita bile na wakati. Somesha mtoto kwa nafasi ya mzuri katunge kwa hapa kuna picha gani? Bilembo katunga na sekondari kule chini. Kama somo za mzuri. Ustawi wa kijamii. Peleka mtoto hospitali kama anagonjwa. Hapana kujikunjia naye nyumbani. Kitu yenye kuendelea. Tulisema maendeleo yanaleta pia. Kwa kuendelea kwa akili. Kwa kuendelea kwa akili na hivyo moyo. Kwa nini tulitaja moyo? Kwa sababu moyo, ukiwa na moyo na ukilinda maneno ya Mungu katika moyo, huko mwenye kufanikiwa zaidi ya mwenye kulinda maneno ya Mungu katika akili. Atabakia na maverse biblique sans pratique. Amen. Maendeleo ya mwili inalenga kitu cha pili, ni mabadiliko ya mtazamo. Mabadiliko ya mtazamo. Kwa Kifaransa ndio wanasema changement de mentalité. 19e siècle, unafika mpaka 20e siècle na ile mentalité. Changement gani ulipata? Mabadiliko gani ulifikia? Hii wakati hapo mama anaweza jikuta hivi ona telefoni unapata kuona nani? Hii wakati unapaswa kuwa connecté. Huko jeune garçon, c'est jeune garçon. Sans Facebook, sans compte Facebook, sans compte Instagram. Metokea hapo. Mentalité unajua tu nini? Ya kule kweli. Tunapaswa badilisha vitu vingine. Akili inatumika. Yenyewe tu hawezi badilisha ni vitu vibaya. Maendeleo yanatupeleka kwa mambo mabaya. Ndio tuwezi kuingilia. Lakini kama inatupeleka kwa mambo mazuri, akili ifikishe pale. Amen. Mwika hawezi kuwa dada anaona simu. Dada tu na simu. Tena simu nzuri, hapana simu tu. Zaidi yake hapo. Katika changement de mentalité nifikie kitu moja. Sisi weusi ama sisi wa Kongomani tuseme na sisi tu wa Afrika, wazungu wanatuchezea. Kwa sababu gani? Leo ungekuwa huko mapokezi ya mchele, hakuna mtu. Mentalite. Wewe bado pale muogo, unatoa mzungu atakuletea muogo. Kichwa akili hakuna. Na si wote, mtu anatoka bana anaenda atikiwa mwenga. Danger. Akili hakuna. Unatarajia sana kwa kupata. Ndio maana ina mwenye akili, mwenye mentality yake ishabadilika. Akujaki kwa mzee Buganza, sema mzee Buganza nipatie mafuta, anaweza kuja kwa mzee Buganza nipatie kazi. Itakusaidia, utaendelea. Juu hautamwomba hata ile kazi yako inaweza kuwa response ya kila kesho unapaswa kuuza. Mimi kila siku Afrika, ndio hivi tu, kila siku hivi. Nini tunakosa? Mentality juu iko. Kuboresha uchumi. Maendeleo ya mwili inalenga pia kuboresha uchumi. Amen. Tuseme aina za maendeleo ili tuingie kusoma na tumalize. Aina za maendeleo, kuna maendeleo ya kiuchumi, tunajua. Kuna maendeleo ya kielimu, kuna maendeleo ya mwili, kuna maendeleo ya kijamii, kuna maendeleo ya kiroho, kuna maendeleo ya kisiasa na kuna maendeleo ya kitamaduni na kimaadili. Amen. Mimi leo katika somo langu nitasema juu ya maendeleo tatu. Maendeleo ya kitamaduni na kimaadili, maendeleo ya kijamii na tutafungia na maendeleo ya roho. Amen. Unaweza kuuliza kitamaduni ni nini ama utamaduni ni nini? Ni jumla ya maisha ya jamii fulani. Jumla ya maisha ya jamii fulani. Tukisema jumla tunasema lugha, tunasema imani ama dini, tunasema sanaa ama fasihi. Sanaa ama fasihi inamaanisha théâtre, danse, loisir zote. En fait, merci. Loisir. Mila na desturi. Na ya mwisho second ni chakula na mavazi. Hii maendeleo ndugu yangu kwetu sijui kama ni mabadiliko ama nini. Acha nikwambie kwanza kuna maendeleo ya kubadilisha vitu
na kuna maendeleo ya kuongeza nguvu juu ya kuendelesha vitu. Sasa ukivikamata mkonfusion au utajua maendeleo ni nini. Maendeleo ya kubadilisha vitu ndio. Kulikuwa hatari moja hivi anataka tuna mawiki inapanda. Sasa juu ya kuleta maendeleo hapa tosha ile yote unatia hatari kwa utatifu. Unaweza tosha ile pale unatia maendeleo. Sasa nyingine maendeleo ni aiombe kubadilisha na potea. Inaomba kuongeze nguvu juu ya hayo juu iongezeke. Sawa vile lugha, tumekwisha poteza lugha, wale wako huko nani wanasema sababu ya tatu. Akufundisha watoto tena Kirega. Wanyingi vile vile tumeshakuwa silimu sio. Kusema kusilimuka. Kusilimuka ni kujua lugha yako ya asili. Kujua lugha yako ya asili na kuongezea sasa na ya Kizungu kwa sababu utakutana na makoneksio zingine. Lakini ile lugha kwanza ya asili kuitabu. Mungu atusaidie. Mila na desturi. Hapa ndio tumeshapoteza mambo mengi. Tulishapoteza mambo mengi na kuna vitu vingine kama uchawi. Mungu atusaidie. Kila kitu ya wazungu tulishaleta kuna kabisa na kuna vitu hata hivi ndio vitakatifu na sivyo hivi vitu vya yosto uchawi. Wewe unaenda uchawi. Mungu atusaidie sana. Même les mariages bisha kwa moderniser wala nini. Mariage za leo wataka kuasili au kizungu. Hata nikwambie kuasili ilikuwa nini? Mariage kwa ilianza je? Unaenda kujionekanisha mbele ya mwanamke kwao. Kani hiyo kwa kani mazee yenyewe walipita nyuma sana jao walikuwa naenda bana wapatia tu mwanamke. Ndio walikuwa wanawapatia tu mwanamke. Lakini kukani yetu hapa nyuma kidogo unaenda kwao na mwanamke na wazazi wako unaenda kuonekana. Ile kuonekana rasmi ndio maana siku unaona kama anataka ndoa anakuambia ile pete ya uchumba utoshi. Pete ya uchumba fanya nini? Utoshi. Sasa kama anapenda tosha wapende tu mnamtilia hapo. Mkionekana hapa mwisho tiana matoto chukua mwanamke wake. Mwisho kwa mwanamke wake ili tupate fahamu. Nilitoka toka mimi natilia mtu fulani mali hapa anakuwa kwangu. Kanisa inajua vile, mbinguni inajua vile. Nikitoa mali kwa mtu anakuwa wangu. Sasa sisi na mchungaji alifundisha vizuri juu ya ndoa hapa. Akasema tuliiga ndoa za Kiyahudi na Wayahudi walikuwa na namna yao ya kutembeza ndoa yao. Unajua vile ilikuwa. Meleo iko ni masisteme mwa hivi complicated tusiendelee pale tu kisitufanyie muda. Chakula na mavazi. Hatutasema sana hata tushuke tuseme ndio maadili kidogo juu ya muda. Maadili zetu zimekuwa leo zimepotea. Na mwenye wao wanaipoteza sana ni wazazi wetu. Ni sisi wazazi, hapana wazazi wetu, ni sisi wazazi. Unaona mtoto anatoka vibaya nyumbani, sasa unapenda kule nje ndio akutorishia. Na uliona alitoka kwa nyumbani mbaya. Tulikuwa mborani wakati mmoja hivi, mama mmoja tena mama mtu mkubwa sana wa kanisa, mtu mkubwa sana wa kanisa. Unataka hivi kabisa kwa hivi. Sasa unapenda sisi tuanze probleme naye ama. Mbona alitoka mama? Unataka hivi kabisa wewe. Ndio mtu alikuwa na nguo, ili pasuka huko, si pengine tushakuwa frustrate, tuonekana tumetuko frustrate. Mungu tusaidie. Tulikuwa na maadili zetu, maadili. Mtoto wa kireo kwa pita mtu hivi usaniani. Na mtu mimi nakiona vile. Nisha salimia watu avec 5 fois na kusalimiana tu. Mimi ndio nakusalimiana. Nisha kata mimi na nisha kwa kusanyia. Awi. Nilisha kwa sanyia. Mimi nishatembea na nafasi sana sana. Mimi na nafasi nyingine sasa tunakuta mtu anakusalimia. Ulipite akakusalimia. Ukapite akakusalimia. Ulipite akakusalimia. Hao wamesilimuka. Usilimu ni kusalimiana ndugu yangu. Wewe jifiche. Ile salama kwa tashahidi. Sasa wewe ni imani gani? Usilimu tu na usilimu. Kupeana mali zamani tulikuwa naona. Mungu anapatia mtu mali hivi. Mtu mkubwa. Unakuja unampatia na unachunga pembeni. Ndio tulifundisha. Unachunga pembeni acha kunywa ile maji tunapisha leo. Mimi anakunywa maji unaenda kwa yako. Kisha kopo anakuwa anaanza kuuliza anataka kwa mtu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie wapendwa. Tuseme maendeleo ya pili. Maendeleo ya jamii. Ndio hapa tulisoma kwa Marko 6:34 mpaka 36. Yesu Kristo alienda ng'ambo ya maji. Akakuta watu wengi wamekaa. Tena ni jangwani. Watu wengi wamekaa. Akafika akawahurumia, ndio maneno Mungu anasema. Akafika akawahurumia. Akaanza wafundisha. Aliwafundisha. Onction ilipanda. Onction ilipanda. Onction inapanda mpaka wametuma wanafikia kwenye kusema no.
hata mchele banda mesana kubali. Huko wengine maendeleo tunafanya kwa kanisa, wengine wanasimamia hata wanafanya kazi shughuli. Huko maendeleo tunafanya kwa kanisa. Baba tunakupatia na saa yote ni yako, saa yote ni yake. Mama kama hapa bibi kwa kanisa hapa. Au kama bibi kwa kanisa tafuta. Saa ni za Bwana lakini hapana saa yote ni yake. Wamitume wakamwambia Yesu akasema hii saa ya kwa jioni na hii hapa kwetu ni jangwani. Hakuna kitu. Watu watakula nini? Waache waende. Tupate tuishi. Waache waende. Yesu akasema il faut créer miracle yeye kwa prévu. Dieu a kuonesha kama ana nguvu. Haleluya. Yesu alicrea kile miracle kwa programu yake ya créer miracle ya kumultiplier pain. Alikuwa mesama na mwalisha kateba na usia ataki baacha. Ataki baacha usikia kitu. Ataki baacha watenda kule watatafuta nini? Watakula nini? Unasema kuna 17 atakula nini? Tulikuwa kwa activité ecclésiastique. Utakula activité ecclésiastique? Akili. Na hapa hivi niliona kuna hali fulani hivi ya kuhurumia watu ama kujua shida za watu. Yesu Kristo alijua shida. Na mitume wake walijua shida, watu comprendre que non, tangu ilishapita, muda wa kula umeenea na ulishapita. Watu wanazoea kula na mzee. Uwafikishe kwa kenze. Est-ce que hata sikia tano wewe? Balielewa. Kwa nono, haizi kwa. Wako waumini. Acha nikwambie kitu moja ndugu yangu. Wenye kushindwa kujua maendeleo ya mwenzako ama kushindwa kuacha uhuru maendeleo ya mwenzako, wewe yako yasiendelee. Nataka tujue mtu hawezi endelea yeye mwenyewe. Kama Yesu angekuwa kama ile jambo pale, hata yeye ndio mwana wa Nzambe. Watu wangemkimbia. Lakini wakatambua shida. Kama makazi leo ziko zinakufa za watu wengi, ni kwa sababu ya waongozi. Mungu katia kiingie moyo hivi. Maana haujui kama huyu mwenyewe anaongoza nyuma yake. Kuko bibi, kuko watoto na jamaa ingine inamtegemea. Jana nilipata kuna penda ile ya tatema hivi. Mimi sasa nimeweka ni tulikuwa na visa. Bali kuko mabarikio. Sina sisi. Nikasema okay na ndio nilisema. Ule sasa nimtegemea. Yesu sasa tuwapishe kazi yangu. Ukipisha kazi yangu unajua pastor atakula. Ukipisha kazi yangu unajua ngeleza kule atakula nini? Watoto wangu watakula nini? Wenye kuongoza kazi wengi sana wanajiacha kutawakisha kuwa tu wengine wanafika. Au yafika ndugu yangu wengine walikuwa pale ndio mtumishi anasema hapa class wengine walikuwa pale na wakapita. Au yafika tu kuna mwenye anafika maisha ni hii tuko hapa na tukushu. Hapana kuwa na haribisha maisha ya mtu mwingine juu ya faida yako mwenyewe. Tujue kama maendeleo ya kijamii inapaswa kuwa na uhusiano ya watu wenye kuwa na kutumika nafasi moja. Amen. Kama mnaweza endelea ni kama mko katika ushirika. Katika ushirika mtaendelea. Amen. Hata tuseme makanisani ni vile vile. Tulisema manyumbani sasa tusiongee. Au kanisa tuko sasa ingine na kwa kama mimi nasema ndio idara tu mtu kuongoza idara hivi. Hata wewe tumpatie kwanza hapo tushafanya kazi. Idara. Chef. Sasa kwa chef nini? Kuida. Mungu atusaidie. Tutrete watu kama watu. Tutrete watu kama kijana mwenye kuwa na maendeleo anapaswa kuona mwenzake kuwa bora kuliko yeye. Amen. Hata tumalizie na maendeleo ya kiroho. Katika maendeleo ya kiroho niliona pointi tatu ambayo inafanya Mkristo aendelee kiroho. Pointi ya kwanza ni neno la Mungu, hapana Biblia. Pointi ya kwanza ni neno la Mungu, hapana Biblia. Kwa sababu ukiwa na Biblia wa mara huwa anatumikisha hivi. Kwa kuingia kwenye roshi, anatumikisha hivi. Watu wengine wenye mamajini nyingi wanatumikisha tu hii Biblia. Sasa ukiwa na neno la Mungu ndani ya moyo, ndio maana tunasema ndani ya moyo. Ukiwa na neno la Mungu ndani ya moyo, itakuwa inakusaidia kuendelea mbele. Amen. Ulileta vazi msaidieni vazi ulileta. Ndio mfano mmoja ambao nimekwisha watu wangu. Katunga hapa tuko kama zile vazi zenyewe tunataka tuletee. Tutaelezea mfano tu kidogo tu uelewe.
Maendeleo kwa haraka, muda si wako. Haleluya. Tunaona iko kuna subsidy imejaa hii, sivyo? Katunga watu wengi kama iko. Tunaanza ingia mkanisa mnivo mwenye standard. Kawaida tu unakuja kanisani, unatoka kawaida tu. Akijua kama kukuya kuibada ni kuja kupokea kitu moja fulani yenyewe wewe ukukua nayo. Ndio kabisa. Na ile itatokana na mabadiliko hatua yenyewe ulifanya. Mabadiliko ama hatua yenyewe ulipiga. Ndugu yangu, tusio kama hizi iko. Tuondoke kwa degree. Tutoke hapa tu wengi tuko hapa. Wengi sana tuko hapa. Hii inakosa kazi. Tukitia peta Mwangika. Njoo unakuja tu kanisa unakuta baridi. Hata mtu kwa mbili unakuja. Unacheka hapa na unasikia tena mambo kwa nguvu. Unaangalia kwanza sasa shida. Tutoke kwa uniform. Kanisa usikuwa baridi, sasa ndio wanapigaka tu kila siku. Mtu yuko anacheza luanje anasema. Cheza na nguvu yako yote, Mungu ajue kama unacheza. Amen. Lakini ni maiki ushauri kwa kama zaidi Mungu. Ni wachache sana. Zenye ziko kamili. Wenyewe wanahitaji. Amen. Wanahitaji kuongezewa. Maendeleo ya kiroho inahitaji force. Nilisema ya pili ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Kuwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tutampata namna gani? Kwa utakaso. Amen. Roho Mtakatifu tunampata kwa utakaso. Ndio tunapata Roho Mtakatifu. Na ya tatu ni maombi. Acha cheza na maombi ndugu yangu. Usikie kijuujuu. Maombi inabadilisha maisha ya watu wenyewe unaona leo wakubwa. Maombi tu. Maombi. Amen. Nikuelezee na mfano mimi ni mwalimu. Kiana kule. Na hata pesa kwa nani? Okay, merci beaucoup. Papa Isa huyu sitapenda yako shetani. Wewe ndio Mungu. Mimi ndio shetani. Mfano hapana, mimi ndio shetani. Amen. Mimi niko na maconvoitise, maana vitu vya ulimwengu. Ndio ninavyo. Mkamba kesi za vichukua. Ile vichukua anachukua anapata neno la Mungu. Mahubiri ilikuwa mkutano wa vijana. Tunapaswa endelea na kuendelea nini? Ni kubadilisha. Ni kutoka hatua moja kwenda kwingine. Mkamba anatoka ananirudishia vitu vyangu. Sasa kwa kuendelea ya Mkamba akibakia pale na iko naangalia mgeuke. Akibakia pale na iko ananiangalia. Jua kama ataendelea. Kwa sababu gani? Kila muda atakuwa anafikiria nilikuwa na phone nilibaka bengi mama tasipata iteme. Na mimi niko na mpaka sauti ka kituko mule iba. Kazo hivi tu ni unamwambia sukuye iba. Mkamba hawezi endelea akiniangalia. Lakini kuendelea ya Mkamba akikala hapa na anaangalia kule ndio kwa maandiko matakatifu. Huko ndio kuko neno la Mungu. Huko ndio kuko neno la uzima. Sasa kama anaweza endelea ni akishika haya yanaandikwa hapa ndani. Amen. Amen.
Mungu awabariki neno kwenu na kwangu. Amen. Tusimame.